Dude linaanzia na kutuonesha ambulance inayopita katikati ya barabara inayopita ndani ya mapori mazito, na juhudi za madaktari katika kupambania uhai wa mtu huyu zinagonga mwamba. Pindi walipoweza kufika katika maeneo ya hospitali, mwamba akakata moto, lakini kwa kuwa sababu ya kifo chake ilikuwa ni utata sana, wakalazimika kumfanyia upasuaji ili waweze kugundua ni nini ambacho kilikopo ndani ya mwili wake. Ila jambo la kushangaza ni kuwa mikasi na vifaa vyote vilivyokuwa vikitumika katika kumpasua jamaa vyenyewe ndio vikaanza kukatika. Jamaa alikuwa na viungo vigumu kweli kweli. Kuna wazo likamjia mmoja kati ya madaktari na kusema kwamba mnaonaje viungo vya huyu jamaa tuvitumie kwenda kuvireplace kwa baadhi ya wagonjwa ambao tayari viungo vyao vimefeli? Basi wazo hilo likawa limeungwa mkono na madaktari, japokuwa lilikuwa ni kinyume cha sheria, lakini wakalazimika kutumia vifaa vyenye nguvu zaidi ili kuweza kuvitoa viungo vya huyo jamaa na kuvihamishia kwa watu wengine ambao viungo vyao vimefeli. Baada ya zoezi hilo kukamilika, zoezi la kuhamisha viungo vya jamaa kwa vihamishia kwa wagonjwa wengine ndani ya hospitali, basi mwili wake ulionekana ukiwa unaweza kupasuka vipande na kuanza kuelea angani. Hili tukio liliwashangaza sana madaktari na wengi walikuwa wakiogopa sana, ila kwa kuwa wamefanya jambo la kuhamisha viungo kinyume na sheria, wakaamua tu kufinia kwa ndani. Hii ikawa ni siri ya madaktari tu. Sasa ni wiki moja imepita kutoka ule operation ulipoweza kufanyika na ule jamaa kupotelea angani. Sasa moyo wake bana alihamishiwa huyu bidada anayefahamika kama Minsu. Daktari kabla ya kumpa ruksa bidada kurudi nyumbani, akawa anamuuliza, unajisikia maumivu yote katika eneo lako la kifua upande wa moyo? Lakini bidada akasema hapana, anajisikia vizuri tu. Daktari akashangaa sana. Kwa kawaida mtu anapobadilishiwa kiungo, mfano figo, moyo ama kiungo kingine chochote kile, huwa mwili unakuwa unakikataa kiungo hicho. Kwa hatua za awali kunakuwa na maumivu sana ambayo mtu anayapitia, lakini bidada anasema anajisikia vizuri kuliko hata kipindi alichokuaga ni mgonjwa. Daktari mwenyewe akabaki anashangaa tu, imekuaje hii kitu? Na baada ya kuruhusiwa kutoka pale hospitalini, mzee moja kwa moja kwanza akampitisha bidada katika eneo fulani vile la mgahawa, akamwagizia msosi kama wote. Alishangaa kuona kwamba binti yake ametokea leo hospitalini lakini anakula, utafikiri ni mtu ambaye alikuwa na njaa ya mwaka mzima. Lakini pia aligundua kwamba binti yake kuna tattoo ambayo iko katika mkono. Binti akasema kwamba hii tattoo ilijichora siku ambayo tumetoka kufanyia operation wa moyo, na shangaa tu imejitokeza, huenda ndio hiyo side effect ya operation. Hasa huyu bidada anayefahamika kama Minsu akawa anamwambia babake kwamba baba, nataka kuendelea na mchezo wangu wa boxing kama ambavyo nilikuwa nikifanya kabla, ila mzee akamwambia kuwa usije ukajaribu tena. Akamkumbusha kwamba babu yake na bibi yake wote wana historia ya kufa kutokana na magonjwa ya moyo. Mtu pekee ambaye amebahatika kuwa hai mpaka dakika hii ni yeye peke yake. Na kwa sababu mzee alikuwa anazungumza kwa uchungu sana mpaka machozi yanamtiririka, basi bidada Minsu akamwahidi babake kwamba hatoshiriki kabisa mchezo huu wa boxing. Baadaye kidogo akaungana na babake alipokuwa akifundisha watoto wadogo kucheza mchezo wa boxing. Sasa yeye akawa anashangaa namna ambavyo babake anawafundisha hawa watoto. Lakini babake na Minsu aligundua kwamba mtoto wake alikuwa anatamani sana kushiriki haya mazoezi. Ikabidi kumpatia nauli na kumwambia kwamba rudi nyumbani, nenda ukawashe television, kafuatilie tamthilia na likapo za DJ Paul kutokea PVP Media Max. Mzee aligundua kwamba binti yake anatamani sana kushiriki haya mazoezi ila anashindwa. Sasa bidada wakati anaelekea kwenda kubadilisha nguo zake, akamwona bwana mdogo mmoja anahangaika namna kulipiga lile dude la mazoezi. Akaliangalia akamwangalia mzee wake kama anamuona, akagundua hamuoni. Akataka kumwelekeza bwana mdogo anapigaje hilo dude. Bidada aliluka kawaida tu, lakini akajishangaa kwamba ameluka kwa umbali mrefu, na namna alivyolipiga lile dude likawa limetawanyika hapa katika eneo zima la gym. Moja kwa moja likaanza mpaka kuvuja. Mzee baada ya kusikia kishindo ikabidi kuingia ndani. Jamani, kuna shida gani hapa? Anakuja kugundua kwamba ule mpira wa mazoezi unavuja. Kabidada Minsu akaanza kusema kwamba huyu mtoto hakika ana kipaji, amepiga ile dude limeanza kuvuja hapo hapo. Mzee akabaki ameshangaa sana. Mzee anashangaa, mbona huyu chali ndio chali mzembe kuliko wote, ndio maana nikawa nimemtenga asishiriki mazoezi na wenzake. Yeye anakula zoezi peke yake kwa sababu nilizembe sana tu hili. Hasa bidada alipotoka katika lile eneo la gym ya baba yake akawa anarudi nyumbani, lakini akiwa njiani akabaki anashangaa, hivi nimwezaje kulipiga lile dude mpaka limepasuka? Kitazama kando yake anatuona tu binti fulani tutatu tunatembea peke yao, tunafurahi kweli kweli. Akajisikia vibaya sana, akatamani aanze kukimbia angalau mudi yake iweze kukaa sawa, kwa sababu anajisi mpweke sana. Basi bana, bidada akaanza kupiga warm up taratibu tu, lakini kadri anavyozidi kukimbia anagundua kwamba miguu yake inazidi kuwa mepesi zaidi. Anazidi kukimbia anagundua anakuwa mwepesi zaidi, mbio zikaanza kuongezeka. Bwana we, mbona utafikiri inakuwa flash? Dada akajikuta mbio zinaongezeka mpaka anaanza kupaa, akaanza kukimbia umbali mrefu, kimbia sana. Sasa ikafika stage akawa anakosa mpaka balance. Mwisho wa siku akapamia gari. Sasa jambo la kuchekesha ni kwamba badala wa yeye kuumia, gari ndio likawa limeumia, tena likawa linataka kuanguka. Bidada akaenda akaliwahi lile gari akalishikilia. Dereva hakuamini, anakuta kuna kabidada fani kanalirudishia gari kukaa kwenye usawa wake. Upande wa pili tena katika hospitali, leo kuna ripoti ya mtu mwingine ambaye ameweza kunyanyuka tena. Huyu mzee alilala katika koma kwa kipindi cha mwaka mzima, hajitambui, hajielewi. Leo kaamka ghafla. Hasa mzee alikuwa na shida kubwa sana ya kisukari, na hicho kisukari kilikuwa kinamtesa mno. Leo bana ameweza kubadilishiwa ile kongosho yake kwa maana ya pancreas. Hasa mzee kaamka ana nguvu zake vizuri kabisa kama kijana wa miaka 25. Sasa alikuwa anawakumbusha mabinti zake kwamba niliwasikia mnajadiliana wakati nimelala kitandani. Wewe binti yangu wa kwanza ulivyofala, nilikusikia kabisa unasema kwamba mali zote nitakwenda kuzilisi mimi, ndawagawia nyie kidogo
kidogo kidogo, yani uko unajipangia ulisi nikiwa niko hai, mpumbavu wa mwisho Basi binti yake huyu mwenye tamaa ya mali akatimba moja kwa moja hospitali, akasema mmefanyaje mpaka mzee wangu amepona? Mbona sielewi, nyie si mlisema atakufa nyie? Lakini daktari akasema kwamba tulipata mtu wa kuweza kumchangia kongosho, kwa tukaona ni vyema tu tumchangie, japokuwa tukushirikisha familia, lakini ndio hivyo bana, alipatikanika mtu ambaye tukatumia kongosho yake kumbadilishia. Lakini nakukumbusha kwamba vilitolewa viungo 6 kutokea katika yule mwili wa yule jamaa. Moyo ndio tayari tumeweza kumwona huyo binti, kongosho tumemwona huyo mzee, sasa viungo vingine 4 vimebakia kwa kina nani? Mapema na alfajiri mzee kama kawaida anaelekea katika jimu yake kuwafundisha watoto michezo ya ngumi, lakini siku ya leo akawa anamuonya binti yake kwamba naomba kama nilivyokuwa nimekuelekeza kule hospitalini usifanye mazoezi wala kukimbia ovyo, sawa mwanangu? Yani ile mzee anakunja tu kushoto anaondoka. Bidada Minso kama kawaida bana akatimba kwenye ile barabara yake ya mazoezi, akawa anajiweka sawa, lakini akashtuka, mbona utafikiri kuna mtu ananichungulia hapa? Katika sekunde za kuhesabu tu mwamba akajua kwamba amejificha, kumbe bidada yuko hapo ameshamfikia. Kumbuka kwamba bidada ana spidi kali sana. Bidada akamshika mwamba mkono, lakini mwamba anafurukuta kweli kweli, jaribu kukimbia lakini hali imekuwa tete. Bidada amemshikilia kwa mkono tu na kilegevu tu yani. Lakini bidada akashtuka kwamba huyu jamaa ni kama naye ana tattoo ile ya mkononi kama ambavyo yeye mwenyewe pia ana tattoo. Akashtuka kwamba huyu jamaa sije ikawa naye ana uwezo. Ikabidi kukaa pembeni na kuanza kujadili naye. Wewe jamaa umewahi kufanya operation? Jamaa akasema ndio bana, nilikuwa napiga sana sigara. Mwisho wa siku nikaambiwa mapafu yangu yameharibika. Sasa siku moja nikashangaa eti nimebadilishiwa mapafu, ila kutoka nilipobadilishiwa mapafu nimeshangaa kuna kitu cha tofauti sana mwilini mwangu. Niliporudi nyumbani ile napuliza moto bana nikajikuta nimepuliza mpaka masufuria mpaka jiko la gesi vyote vikawa vimetawanika. Akawa anamuonesha bidada kwa mfano namna gani alivyo na nguvu ya kupuliza. Kweli jamaa akipuliza bana mpaka kimbunga kinatokea. Na mwamba baada ya kuonesha mfano wake wa kazi, bondia kwa moja akamwambia bidada, inasemekana kwamba viungo viligawiwa 6. Nilikwenda kumuuliza daktari aliyeweza kunitibia na akasema kwamba kuna wengine 4 ambao wana viungo kama sisi. Hasa huku mitaani bana tunakutana na mwamba mmoja bonge la handsome, bishoki noma. Huyu jamaa bana anadunda si mchezo bana. Mwamba anazurula kweli kweli mitaani, kila kitu anataka kukiona. Sasa historia inaonyesha kwamba huyu jamaa alikuwaga ni kipofu zamani, kwa hiyo alipewaga macho yule jamaa ndio yakatumika kwa mbadala wake. Mwamba anaweza kuona vitu vidogodogo sana, yani anaweza kaona mpaka mawimbi ya simu namna ambavyo yanasafiri kwenye anga, lakini pia anaweza kuona hata kama umevaa, yani anaweza kuona kama hujavaa. Kuna jitu bongo liko tayari kuchagua kiungo kimoja tu, macho peke yake. Lakini pia huyu jamaa ana uwezo wa kuzima umeme kwa kutumia macho, yani kama giza linamkela anaweza kuwasha umeme, kama mwanga unamkela anaweza kuuzima. Wazee wa Bonanza aliwafilisi si mchezo, kwa sababu jamaa akifika kwenye Bonanza alikuwa na uwezo wa kuspini pale na kugundua kwamba anayekwenda kutokea sasa hivi ni nyani, basi anaweka pale nyani atokee, anashinda kweli. Hasa leo bidada Menso akiwa ameungana na ule mwamba wa uwezo wa kupuliza, akawa ametimba katika mitaa fulani hivi kuna mashindano ya Olimpiki, na katika mashindano haya kuna masuala ya kuhamasisha ugawaji wa viungo vya binadamu. Yaani wewe kama una figo 2 basi una ruksa ya kumchangia mtu mwenye figo 1 ili kuokoa maisha yake. Lakini katika mashindano haya bana, huwezi kuamini bidada Minsu kila mashindano yanayokwenda yeye anaibuka kuwa mshindi. Mwisho wa siku bana akawa amepumzika na huyo mshikaji wake mwenye uwezo mkubwa wa kupuliza vitu vikaenda mbali. Basi wakati wameendelea kupumzika hapa, kuna bidada mmoja mkalimu akasema, jamani nimekuja kuwagawia juisi za bure hapa, karibuni jamani, nagawa juisi bure kabisa katika maeneo haya. Namshukuru Mungu bana, nimeweza kupandikiziwa figo mpya. Hasa huyu mzee wa kupuliza ana akili za mbali sana. Akawaza huyu kama amepandikiziwa figo, manake uwezo wake utakuwa ni mkubwa sana kwenye kokojoa au inakuwaje kwaje, kwa sababu figo inahusika pia na masuala ya kutengeneza mkojo. Akaanza kumtilia shaka huyu bidada usije kawa ndo anakojoa hizi juisi anazozigawa bure. Lakini wakamwambia aoneshe mkono wake ili waweze kuiona ile tattoo. Akashangaa bana, ile tattoo haipo kwake. Wakaanza kushtuka huyu bidada itakuwa muongo bana. Lakini baadaye bidada akiwa amenama chini wakagundua kwamba tattoo iko kwenye makalio. Basi baadaye wakamchukua na akaanza kusema, bana wewe uwezo wako ni upi? Bidada anasema mimi sielewi hata uwezo wangu ni upi. Wakaanza kumwambia kwamba wewe juisi unazotugawia hizo hapo unazitengenezaje kwanza, hebu tuambie. Kwa sababu mimi na uwezo wa kupuliza. Angalia, akapuliza mwamba pale, vitu vyote vikatawanyika mpaka meza ya mgawani. Alafu akasema na wewe mwenzangu pia ana uwezo wa kukimbia. Wewe uwezo wako ni upi? Bidada akasema mimi ngozi yangu ilikuwaga mbaya mwanzoni, sasa hivi ngozi yangu ni nzuri, sijui hata uwezo wangu mwingine ni upi. Sasa akagundua kwamba huyu mama atakuwa na uwezo, ila uwezo wake bado hajaujua. Lakini wakati wanaendelea kupiga story, wakashangaa taa zinabadilika na kuwa kama vile taa za disco. Kumbe yule mwamba ambaye ni handsome mwenye uwezo wa kucontrol kila kitu akawa ameingia hapa ndani. Alafu kwa kuwa mwamba ana uwezo mzuri sana wa kuhaki katika mitandao ya simu, basi akawa amehaki simu ya bidada Menso, akaanza kusoma message ambayo imetumwa na babake. Babake alikuwa anamkumbusha kuangalia tamthilia zote zinazotumwa na DJ Po katika PVP Media Max. Na mzee akawa anamsihi sana binti yake kuhakikisha kwamba hajihusishi na michezo yoyote ile wala asifanye kazi ngumu, kwa sababu ndio kufanyia upasuaji wa moyo. Lakini huyu mwanamama ambaye uwezo wake bado hajaweza kujua, wakashangaa ameweza kuvutiwa sana na huyu handsome boy bana. Kwa kweli walifurahishwa sana na uwezo wake huyu jamaa, na wakamwambia kwamba hata sisi wenyewe ni watu ambao tulipandikiziwa viungo na tuna uwezo kama wewe hivyo.
basi wakawa wameungana naye jamaa, wakamuomba kwamba aje kuwa kiongozi wao ikibidi. Lakini mzee wa kupuliza akasema, yani huyu bwana mdogo ndo awe kiongozi? Bwana mdogo kabisa anaonekana wa mwaka 2000 huyu, mimi wa 90 ndio niwe mdogo wake bana? Hebu acheni ujinga bana, mimi ndio kiongozi hapa ndani. Alafu mwamba akasema, kama vipi bana, mimi ngoja niwahi kufanya kazi zangu. Bidada akasema, we kazi gani tena? Yani tumezunguka siku 2 hatuna kazi yoyote, tunafanya tu mambo ya kijinga mtaani. Kazi gani ambayo unafanyaga wewe, mjinga nini? Baki hapo. Lakini mwamba akamwambia bidada Minsu kwamba aache dharau kabisa, yeye ni mwandishi mzuri wa vitabu na simulizi. Sasa wakamwambia, simulizi gani umeandika? Jamaa akasema bado hazijatoka. Hasa tumeshaona watu 4 ambao wana uwezo, lakini kuna yule mzee ambaye pia naye ana uwezo aliyebadilishiwa kongosho. Sasa hatujajua bana mtu wa mwisho kabisa, mtu wa 6 ni nani, na kama alipatiwa kiungo, unadhani alipatiwa kiungo gani? Bana, kiungo ambacho mtu wa 6 alikuwa amepatiwa ni mtihani na nusu. Hakikisha tu kama umegusa alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau kugusa alama ya kulike. Na kama unaweza kuhakisia kiungo ambacho mtu wa 6 alikuwa amepewa, basi ni vyema ukakiandika hapo katika ukurasa wa comment, kwa sababu bila shaka yoyote kiungo hicho kitakuja kukuchekesha sana. Lakini kwa wote ambao wanatamani kutangaza biashara zao, ni vyema ukanicheck inbox kupitia namba ya simu 0622113984 sawa na unavyoweza kuiona chini ya screen yako, ili uweze kutangaza biashara yako. Kumbuka kwamba PPP Media Max ni uwanja wa wote.